Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ambako unaendelea kutusikiliza. Matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya na umeamka salama salimini hapo nyumbani ulipo. Na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za asubuhi ya leo, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makilele Ozele, Ekala Jaden anashikilia vema dawati la mitambo. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, na mpisha Safari Alimasidilwe kwa ukurasa wa habari muhimu. Asante sana Omar Makilele Ozele kwa kunipa fursa hii asubuhi ya leo. Tuanzie na Pabaraka ambako mfanyakazi kwa kitengo cha askari polisi Pafizi aliyejulikana kwa jina la Mingoa Pascal Munga ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Ijumaa kucha Jumamosi ya wiki hii mjini Baraka. Na kwenye habari yetu muhimu kwa misisi ni kwamba mkuu wa sekta Nganja Bernard Cosmos ameahidi kutekeleza kazi mbalimbali ndani ya vijiji vya eneo lake kama ujenzi wa kilalo cha Kachemba. Ameyasema hayo kupitia ziara yake ya kikazi maeneo tofauti eneo analoliongoza. Na huko Itombwe ni kwamba tunatawanya vikosi kwenye kona zote ili kufunga nguvu za adui na kuhakikisha vijiji vyote tumevidhibiti mara tena. Ndivyo amesema hayo namba moja wa vikosi vya wazalendo kundi la FPDC, Kamanda Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, ambaye ameomba raia wa nyanja za juu kuwa na utulivu. Umar, ndio nilikuwa nao kwenye habari muhimu. Asante sana Safari Alimasidilwe. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kiongozi wa kata ya Matata pamoja na raia wa kata hilo wakishinikizwa na wazalendo wameendesha kazi za pamoja kwenye mfereji unaounganisha Matata na Kalinga ili maji yapate nafasi ya kushuka ndani ya uwanja wa ndege wa zamani. Katika mahojiano na Radio Kivu, kiongozi huyo wa Matata ameomba viongozi wengine wa makata kuiga mfano huo wa kufanya salongo na sio kusubiri wito wa meya wala wazalendo. Upande mwingine ameonyesha sababu za yeye kuitisha kazi hizo za pamoja. Abdalla Mauridi amezungumza nasi. Leo tulipeleka mkolo wa salongo. Kawaida kabisa salongo ni kaka sikia tano, lakini kupitia hali mazingira yenye tuko nao kwa sasa hivi, ile bize yenye walitia yulu ku route 5, mvula ya kwanza iliharibisha nyumba kuvunjika, watu kuama juu ya ile mfereji ama ile bize yenye walitengeneza kule route 5. Tukaona leo sikia posho hali ya hewa kumubaya omwe tuite watu tushingule ile mfereji pour mai ifate njia ya ile kanali ya kushuka mkiwanja yavyo. Mimi nitasema kwanza courage sana kwa kila mtu mwenye alifika kusalongo. Tusikwe tunatia akili yetu saa yote ile kusema ke mpaka wazalendo batembee ndio tukie kusalongo. Wakati tunaribikiwa hatutangua mzalendo. Mazingira ya mvula iko nakia kila saa. Hivi tunakuwa sasa msezo ya mvula hivi. Kama tunapeleka mkolo salongo mpaka tuite wazalendo na nyinyi mko naribikiwa. Kwa hiyo mimi naweza ambia watu wote wakati mnasikia kapita anapeleka mkolo wa kwanza kia kutumika salongo, ndio nitaweza waambia vraiment baige mfano kwa mwingine porque baendeleshe mwingine yao ama vile Baraka kwa jumla. Basi ngoe mere aseme mpaka kila kapita apeleke mkolo hapana. Shi peke tuko ba responsable na tunaweza angalia nini kinyi tunaweza fanya. Tofauti ya siku ya tano, ukiona tu mwingine yako inaharibika, wewe itisha tu watu yako mfanye tu salongo pale. Hakuta kwa mwenye hata kuuliza mbona banafanya salongo tofauti ya siku ya tano hapana. Tutangoya batuzike na maji njoo tufanye tu salongo siku ya tano saa zote zile ama siku fulani tu juu mwingine inaharibika unaweza fatu salongo. Shi tulikuwa yulu ya jeteme donc mwile mfereji ya Kabambi yenye kiwanja inasepare Matata na Kalinga ngambo ya yulu njoko tulikuwa tunafanyia salongo. Nitapenda tu kuambia raia ya Matata kama siku mnasikia mkolo mnatia kwa wingi juu maendeleo haiko yangu mimi peke, maendeleo ni ya watu wote. Katika mji wa Baraka tu ni kwamba mfanyakazi kwenye kitengo cha askari polisi Pafizi aliyejulikana kwa jina la Mingoa Pascal Munga ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Ijumaa kuja siku ya Jumamosi ya wiki hii mjini Baraka. Silvestre Bwimba ni mwipwa wa marehemu ameonesha mazingira halisi ya mauaji hayo. Msiba ni msiba ambao ulitokea kwa risasi. Huyu aliyefariki ni sekretari pale Fizi ndo anatumikia. Alishukaga jana akafika hapa nyumbani masaa 10 akacha tu begi, na alipoacha tu begi lake akasema eti
nashuka huku chini, maana ana desturi ya kufika, anafika mpaka kule ofisini kwao kula polisi. Afu hatukujua chochote. Mimi kwanza mwezi kukuepo kisha alipofika. Hata mke wake hakumuonaga, ila alifikaga akaacha tu begi, watoto wakatuambia mjomba amefika, baba alifika, akashuka huko chini, alichukua betri, maana iko na betri chargeable ya kuwasha. Alishuka akateremka nayo kule akaenda charge. Jana ile usiku mjomba hakurudi. Tukalala tukalamuka. Na kwa niko nagusagusa matofali pale nyumbani, maana nimeunguza fuo. Kukaja kina dada mmoja akaja akaniambia, "Njoo angalie kwanza huyu ambaye amefariki hapa kama ni nani." Nikafika mama Kampanyi kuvuka Malala ngambo ya Bwiselelo pembezoni ya mto Malala. Na wakati tulipozunguka pale na serikali, wakuu wa viongozi wa polisi, FARDC, wazalendo na wengine, tukakuta miguu ya nani ya pikipiki dete inachichapa pale. Kuulizia pale pembezoni, watu wakasema simeti, sisi tumesikia tu mlio wa pikipiki umefika hapo tu ukakaa ikaondoka. Na muda mfupi tu pikipiki kuondoka, tukasikia tu marisasi 2 na watu wakaingia manyumba wakalala. Chanzo tumeona ni kule kazini, maana aliteremuka, alikuwa na rapport ya kuja kupeleka huku Baraka, na kuna mtu alimvizia kutoka kwenye alitoka Fizi. Upande wake bwana Orfe Kamengele ya Monea, kiongozi wa shirika la CJOIP, amelahani pakubwa kitendo hicho, huku akiomba vyombo husika na usalama kufanya uchunguzi wa kina ili wahalifu wapatikane haraka iwezekanavyo. Ni kwa masikitiko makubwa na majonzi moyoni ndio tumepokea habari ya kifo cha ndugu yetu Pascal, ambaye alikuwa agent ku Police Nationale Congolaise comme informaticien pale. Alitumika kwanza hapa Baraka, baada ya Baraka akaenda tumika Fizi, na mpaka sasa alikuwa iko agent wa PNC. Na ni kijana wa Baraka ambaye alikuwa mchangamushi sana, na hali yake ya kuishi na watu ilikuwa yenye kupendeza. Alisaidia jiji la Baraka kwa kazi za umma za Salongo, kwa kutengeneza mji wetu. Alisaidia tarafa la Fizi kutumikia serikali, na ile yote ilikuwa kwa faida ya raia. Na kwa sasa tuna kuwa na huzuni mkubwa kwa kumpoteza, na kupotea kwake kunatokana na hali ambayo tunaishuhudia kwa sasa katika jiji la Baraka na katika tarafa la Fizi. Watu wanapigwa masasi kiolela, panakuwa masasina cible ambazo haziko kontrole. Watu wenye kutakiwa kusaidia usalama uwe katika jiji la Baraka na tarafa la Fizi wanakuwa kama vile wanayafumbia macho. Ndio maana CJOP tunakuja kukemea kabisa na kulaani vikali kitendo hicho cha mauaji ambacho kimetendeka kwa ndugu yetu Pascal. Tumesha registre makaya mingi sana ambayo watu wanauawa bila hatia, watu wanapigwa masase na watu ambao hawajulikani, na inabaki hivyo tu bila hata kufuatiliwa. Tunafanya interpellation kwa service ya security yote, watusaidie sana ili hii usalama mdogo ambayo inaripotiwa kila leo ipate kusitishwa. Pole tena kwa jamaa la ndugu yetu Pascal ambaye ameacha watoto na mke mjane. Amewasili ndani ya soko la Jeteme Jumamosi hii ya tariki 8 Oktoba 2025 mwakilishi wa gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Bi Hamida Hussein Antoinette, katika malengo ya kuja kukabidhi pesa za ujenzi wa kiwanda cha 4 ndani ya soko ya Jeteme ambacho kimedhaminiwa kifedha na Bi Antoinette, mke wa gavana makamu. Ripoti kamili naye Bukurtantine Aldama ndani ya studio. Akiwa kwenye mahojiano na vyombo vya habari ndani ya soko ya Jeteme, Hamida Hussein Antoinette ni mwakilishi wa gavana makamu wa jimbo hili ndani ya mji wa Baraka. Amesema kuwa gavana makamu amemtuma kuja kuambia wakina mama wa soko ya Jeteme ya kwamba anawaahidi kuwapa pesa za mikopo na kuwafanyia mafunzo ya namna wakina mama hao watakuwa wanatumia pesa hizo. Hamida Antoinette anaonyesha lengo la ujio wake ndani ya soko ya Jeteme. Lengo langu, nimefika hapa, mkubwa vice gouverneur alitoka Kishasa, Jean-Jacques Lakano alitoka Kishasa akaingia Bujumbura, akanidepeshe d'urgence nikuye hapa juu ya annonce ya KTM anga. Parce alifika pour la première fois, akasema akaidia ba mama atafanya angare 2. Sasa alikuya kuinogirele angare mwenye ilikuwa malizika. Akasema ono ya bibi yake atajenga nyingine angare ya 3, na yua kuma image na yua angare ya 3 njiko deja datamalizika.
Kumitingi akasema meri inapashwa kujenga angare ya 4, lakini kuona kama meri yetu hakuna kazi na ingizi pesa, akaona naanza kamata retari, na ndio maana alinidepeshe ni kuja d'urgence kuye nipane pesa ya angare ya 4, na ndio maana niko hapa. Angare ya 4 ikaanza lenzi, alisema kama iko na kuya kufete, alisema aliambiaga ba mama atawapatia microcredit. Microcredit ya $10,000. Baba akuchoka aliwaidia kusema kama atawatilia makongelateur ile sene munaleta ni masamaki kuko nyingine bakiana ba mama banaomba, manake hamutakuwa munaomba tena, kwa sababu ni mtu wa maendeleo, anapenda ba mama bale walikuwa bako chini bapande na kwa miliardaire. Atafaa formation ya manake mama presidente atajikaza anzike batu 30 vya 25 benye batakuwa organize mwa ile seminaire nya atafanya juu ya gestion zile makuta za atawapatia. Sasa mnamaliza ile formation na wewe mtapata mabrevet, na ile mabrevet najua mwe ba mama hamutaikala chini na mtaenda naambia benzenu ba mama jinsi ya maendeleo ya kupata ile franga, mtakuwa mnaijere namna gani. Upande wake kiongozi wa soko la Jetemi Maua Masoka ameonyesha furaha yake kulingana na kujengwa kwa kiwanda cha 4 ndani ya soko ya Jetemi, huku akisema kuwa gavana makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini akingaliki mbunge wa kwanza kwa kujibu kwa matatizo ya raia. Mimi niko na furaha kubwa sana kuona venye Maître Jean-Jacques alitufanyia. Kwa ajili tuko miaka mingi tuko tunachagua badepite wenye tunachagulaga mzone ya Fizi banaendaka, lakini papa Jean-Jacques akwenda sasa vile kisi kibombobombo kinaendaka. Alienda, tulimutuma kwenye alienda na akakia tuletea habari, na habari yenyewe alituletea tunakuwa sasa tunaiona vizuri, na tunaona ule engineer mwalianzaka ile angayo ya mbele alituharibishiaka, lakini huwa nyuma vraiment iko free. Tunaona vitu viko sawa, simeko na changiwa tunarizika, manjanja inapigiwa tunarizika, anatumika sawa sawa kawaida. Tunaya mwezi siku 2 ile nyingine angare ya 4 itamalizika. Na kitu kingine kenye mimi naweza shukuru, mimi nashukuru sana bibi ya Maître Jean-Jacques. Depuis wa depute balianziaka mzone yetu ya Fizi, atuyaonaka mwenzetu mwanamke bibi ya depute fulani wala anatuma sauti kwa wanamke wenzake wenye nifanya nguvu kwa kumchagua mume wake kwa ajili ya kuleta maendeleo ya mvile yetu ya Baraka. Hatuyaona. Wachuuzi wa soko la Jetemi wa kubaki kimya wameshukuru kwa mawazo ya gavana makamu kwa kuwapa msaada wa pesa kwa ajili ya kuendeleza kazi zao za uchuuzi, kama walivyotoa shukrani zao mbele ya mic ya Radio Kivu. Mimi nashukuru sana juu nilikuwa niko chini, labda nilikuwa nachuruza na 12,000, lakini kufatana na hali yenyewe ananiona mimi mama niinuke. Naona ananisaidia sana, watoto watasoma na mimi mwenyewe nitajiona niko na uzito. Kwa hiyo nilikuwa chini nitakuwa yule. Nakushukuru. Napenda nimshukuru tu kwa hii mambo yote na anatufanyia kazi yote na anatufanyia. Namshukuru na Mungu amubariki, amzidishie. Namtakia baraka mema, Mungu amsaidie tu kabisa sana. Kwa hiyo atukatupa mitai ya chini na anatujua shewa mama, anakuja kutuinua, tunamshukuru sana. Tunamshukuru kabisa. Mungu amubariki. Sina mengi ya kusema. Na mimi ninayo furaha kwa mzee wetu Jean-Jacques kwa maendeleo mengi ambayo ametupa mwa hii marshe yetu ya Jetemi. Tulikuwa wachuruzi wa kuonelewa wa ngazi ya chini. Kwa leo tunakuwa tunajivunia ngare zenye alituletea, tunakuwa tunajipiga kukifua soko ya Baraka. Baraka nzima ikukuwa na soko, lakini kwa leo tunakuwa tunajipiga kukifua, tuko na soko. Na alituaidia atatutoa chini, atupandishe yulu wa kutuongezea kamtaji. Tunamshukuru na ile malengo yake ya kutuongezea kamtaji. Asilalishe, ainue, tuatuinue. Tukua wachuruzi wenye kwa tunaenda Mauvira, Mabukavu, tunarangua mamboga, manini tunaingiza marshe Jetemi. Tunamshukuru sana na Mungu azidi kumubariki.
ni baba wetu wa maendeleo. Amen. Hatuyaonaga mwingine baba kupitia Jean-Jacques Ilakano. Baba yeye Kipenga kimelia katika uwanja wa Radio Kivu huko, na muona Sudi wa Sudi Valente tayari amewasili ili kukujuza yale yaliyojiri katika viwanja vya soka. Na barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, ni furaha kubwa kuwa nawe kwa mara nyingine kunako kurasa wetu wa habari za michezo kwa siku ya leo. Tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka ambako mechi moja ya kirafiki iliweza kushuhudiwa mchana wa siku ya Jumamosi ya tariki 8 Novemba mwaka 2025 kati ya klabu ya CS Vijana Prestige ambayo ilikuwa ikipambana vikali dhidi ya klabu ya Academique Michel, na mechi imetamatika kwa sare ya bao 1-1 licha ya klabu ya CS Vijana Prestige kumaliza wakiwa pungufu wa mchezaji mmoja ambao golikipa wao alionyeshwa kadi nyekundu kwa dakika ya 45 kipindi cha kwanza. Mechi za kirafiki zitaweza kuendelea siku ya Jumapili ya tariki 9 Novemba mwaka 2025 majira ya saa 9 kamili za jioni kunako uwanja wa Lumumba katika mji wa Baraka. Muunganyiko wa wachezaji wa hapa katika mji wa Baraka au Selection de Baraka utaweza kata mzua fitna dhidi ya klabu ya Daring Club ya Urafiki. Mechi hiyo ni mechi ya kirafiki kwa ajili ya kuweza kuandaa msimu mpya 2025-2026. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba kupanga kamati ya mashabiki wa klabu ya FC Barcelona tawi ya Bandro ni malengo ya kikao kinachoandaliwa siku ya Jumapili ya tariki 9 Novemba mwaka 2025 katika chumba cha mikutano cha Maluwe majira ya saa 8 kamili za mchana. Edingo Barça ni msemaji wa mashabiki wa klabu ya FC Barcelona, anaeleza yafuatayo. Mimi kama nimefika hapa kwenye Radio Kivu nikuja kuambia au kukumbusha mashabiki wa Barcelona kwa kuwa dimanche tariki 9 za mwezi wa 11 mwaka 2025 kuna kikao kikubwa kwenye ukumbi wa Maluwe ni hapa ku Bandro. Siri la Bandro limealika watu wa Barcelona waje wajumuike pamoja, waje watizame gisi watatia kamati lao na kusikia lile ambalo wameandaa. Sisi kama vile wana kamati ya coordination, sisi nasi tumealikwa na Silile na wao ndio wanajua gisi wameandaa vitu vyao, lakini najua kuna vitu vizuri sana kwa maana tumesikia na wametuambia kuna vitu vizuri, watu waje watakula na watajisi vizuri, hakuna tatizo kabisa. Kwengineko ni kwamba michuano ya Premier League hapa katika nchi ya Burundi iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi, lakini Vitalo waliweza kutandikwa bao 1-0 dhidi ya Flambeau du Centre siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi Ngozi City waliweza kulamba mchanga kutandikwa bao 2-1 dhidi ya Aigle Noir. Klabu ya FC Vision waliweza kutandikwa bao 3-1 dhidi ya klabu ya Muzinga FC, lakini siku ya Jumapili klabu ya Olympique Star watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Garage Express. Musongati majira ya saa 9 wataweza kukaribisha klabu ya Kayanza United. Messager Ngozi watakata mzwa fitness dhidi ya klabu ya FC Dynamique, huko klabu ya Interstar watazopambana vikali dhidi ya klabu ya Bumamuru. Hiyo ni wiki ya 11 kwenye michuano ya Premier League hapo katika nchi jirani ya Burundi. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba hapo katika nchi ya Uingereza klabu ya Tottenham Hotspur walirejea kutoka sare mawili kwa mawili dhidi ya klabu ya Manchester United. Huko Ujerumani klabu ya Bayern de Munich waliweza kurejea kutoka sare mawili kwa mawili vile vile dhidi ya klabu ya Union Berlin. Huko klabu ya Bayern Leverkusen waliweza kuonyesha mfano 6-0 klabu ya Ndeneme, na klabu ya Fener wakaweza kuwatandika klabu ya RB Leipzig 3-1. Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo mwenzangu Mari Makelele Uzile, huko nambari 19 ikibebea barabara mgongoni mwangu. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa ukurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze sasa kule Misisi katika sekta ya Nganja. Ni kwamba mkuu wa sekta ya Nganja Akili Bernard Cosmos ameahidi kutekeleza kazi mbalimbali ndani ya vijiji vya eneo lake kama ujenzi wa kilalo Pakachemba. Ameyasema hayo kupitia ziara yake ya kikazi maeneo tofauti ya eneo analoliongoza. Kwenye mazungumzo nasi, namba moja huyo wa sekta ya Nganja amesema kuwa ametembelea maeneo hayo ili kufahamu matatizo yanayokumba raia wa sekta ya Nganja. Akili Bernard Cosmos, mkuu wa sekta ya Nganja, aeleza yafuatayo.
Bwana journalist, unafahamu kwamba ni eneo langu, na ikiwa ni eneo langu kuna miradi mbalimbali ambayo iliweza kufanyika, na ilibidi niweze kufika kwenye eneo husika ili peke yangu niweze kushuhudia namna kazi ziliweza kufanyika. Hivyo basi nilitembelea vilalo tofauti. Kuna kilalo ambacho pale Butale Kachemba kina hali mbaya, na hivyo ilinibidi mimi kama vile kiongozi wa sekta kuweza kuwasili kwenye eneo hilo na kuweza kuona namna gani tunaweza nusuru maisha ya raia yangu ya Nganja, sababu hicho kilalo kikiweza kuharibika pale Kachemba itakasiri maisha, itakasiri pia biashara, itakasiri pia kazi tofauti za wananchi wangu wa Nganja. Hivyo basi nilikuwa pamoja na chef de village na delegation ya secteur ambayo iliweza kunisindikiza. Hivyo basi tuliweza kuona namna gani tunaweza kusauver situation ya kilalo avant que mvua hazianza nyesha zaidi au kwa wingi, na hivyo tukaweza kuacha promesse, sababu ni watu wa neno. Je suis l'homme de la parole, je dis et j'exécute. Na hivyo basi niliweza kuacha hiyo neno pale kwa chef de village, participation locale iweze kufanyika, mawe itafutike, mchanga utafutike, ili mnamo siku za usoni tuweze kujenga hiyo mur de soutenement kwa kuweza kuproteger ile kilalo. Upande mwingine, mkuu wa sekta ya Nganja akiisha kuahidi kutenda kazi za ujenzi wa kilalo pa Butale, amejifikia mwenyewe pa Lubichako na kuahidi kutekeleza kazi zingine za kimaendeleo. Akili Bernard Cosmos arejea mara tena. Baada ya hapo kumaliza kuchunguza namna hicho kilalo kinaharibika cha pale Butale, bwana journalist, nilijelekeza Lubichako ambako mur de soutenement nayo iliweza kujengwa, sababu kilalo kilikuwa na riske ya kuachana na udongo. Hivyo basi pamoja na bapartenaire chinois waliweza kusaidia secteur kwa kuweza kuleta gravier, kwa kuweza kuleta sima. Hivyo basi secteur iliweza kukamata hiyo jukumu, ikapeleka ingenieur wa secteur, kazi zikafanyika hadi wakaweza kumaliza. Hivyo basi nilikuwa nikijelekeza huko kwenda kuangalia namna gani kazi waliweza kuzimaliza. Je, waliweza kumaliza kazi kama ilivyopangiliwa na sekta? Na kwa kweli ingenieur aliweza kurespekte decision ambazo secteur iliweza kukamata, na wapartenaire nao waliweza kutusikia, sababu hatuna secteur ingine, hatuna eneo ingine, hatuna barabara zingine, na hiyo barabara ni barabara ambayo inatusaidia sana. Kwa kuharibika kwa hicho kilalo pia ingeweza kuharibu maisha ya wafanyabiashara, ya wananchi wangu wa sekta ya Nganja. Objectif ya pili si kuishia hapo, niliweza pia kuona edifice ambazo zinaendelea kujengwa, masomo, institut secondaire pale Lubichako, na badala ya hapo nilienda pia kuona jengo ambalo liliweza kujengwa na cooperative mojawapo, na hiyo cooperative ikaweza kuacha shule bila kumalizika. Watoto wanaendelea kutaabika. Nafikiria wengi waliweza kuona kwenye image watoto wanakaa chini. Hivyo basi sekta ya Nganja ambayo inasimamiwa nami chef de secteur Akili Bernard, niliweza kuacha ahadi kwa watoto wetu ambao ni Kongo ya kesho, ni territoire ya kesho, ni sekta ya Nganja ya kesho. Hivyo nikaweza kuahidia kusema kwamba mwaka huu tumemaliza, kwa hiyo wataweza kuhamia na kusomea kwenye hilo jengo ambalo liliweza kuachwa bila kumalizika mwaka kesho. Tujelekeze kule Itombwe. Ni kwamba tunatawanya vikosi kwenye kona zote ili kufunga nguvu za adui na kuhakikisha vijiji vyote tumedhibiti mara tena. Ndivyo amesema namba moja wa vikosi vya wazalendo kundi la FPDC, kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo, ambaye ameomba raia wa nyanja za juu kwa watulivu. Uhakikisho huo ameutoa alipokuwa akizungumza na Radio Kivu juu ya hali ya sasa ya usalama eneo hilo. Kamanda Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, amezungumza nasi. Tunaweza ukaambie watu kwamba tumetuma vikosi maeneo mbalimbali, maeneo ya Tuwetue, maeneo ya Pwezero, maeneo ya Ngezi, ya wapi, ya Sasha, na tunaendelea kufunga huko tu mzima. Wazalendo wote wako pamoja kwa kufanya kazi ya ukombozi wa nchi.
Wazalendo wote wapo pamoja, wanaungana kwa kufanya kazi ya nchi. Na kwa ngambo ya wanajeshi wa FARDC, Warundi ni wakonteja, wao wanakuja ni wasaidizi, ni walio wa guvernema ya Kongo, wanaobserve vita na guvernema nayo, serikali wa FARDC nao wako kwenye wanaobserve seselefe ya guvernema paraporo ya makoro za Doha na nafasi zingine ya Marekani, lakini wazalendo wanaendelea kupambana kwa kufukuza adui kwa sababu ya Rwanda. Imesemekana Bilalo mbili imetombe, hiyo tuwetue pia imetombe na vijiji vingine. Hiyo kesa soit le degré, kesa soit tactique, mingine iko tombe ya Bilalo mbili ngezi tuwetue. Tunaona tuwetue kulikuwa wazalendo wanafunga kwenye Bilalo mbili, na wakati mwingine ilikuwa inafunguka, adui akapenyeza akakuya kupiga FARDC yenye ilikuwa tuwetue. Wazalendo walikuwa wanafunga kwenye defense zao, wanapigana na lakini hata walikamata vifaa, walipiga wakakamata tuwetue, lakini tunaendelea kupambana, lakini tutagomboa. Alafu wanapenda kufanya publication, kupenda kustabilize raia yetu. Mwishowe Olivier Bolingo amehakikisha kuwa adui hataenda fasi, raia waendelee kuwa na imani na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Fika popote, adui hatafika popote, na ndio kitu tunapenda kuambia kwa raia yetu, na yeyote ana kampanya mbaya ya adui, masosiete civile na waraia wale wanapenda kufikiria mambo yasiyo sahihi ya adui, wanapata kufuatiliwa kwa sababu wanapenda kufanya kitu kimoja, kupatia raia yetu uoga, kupatia jeshi letu uoga. Lakini adui hataenda popote, tunaenda kufunga na tutaendelea kupambana naye. Labda wanaendelea kutetelea, wanatetelea kidogo kwa kazi watu wanaitumika, na tumeendelea kupanga vikosi kusaidiana na wazalendo wengine, na wataendelea kupambana na watatumika kazi na tutapana maordre, ila raia iwe imara, wasikuwa importe na mamesaje za marezo sosio, habari za marezo sosio, kupelekea raia uoga, kupelekea jeshi la uzalendo uoga, kupelekea jeshi la FARDC uoga, kupelekea wakongomani uoga. Upande mwingine, hali ya usalama imeonekana kuwa tulivu katika kijiji cha Point Zero ambako shughuli mbalimbali hasa kibiashara zimeanza kama kawaida. Huyu hapa ni moja kati ya raia wa eneo hilo, amehakikisha habari hii. Leo kabisa tumeona kama usalama imerejea kidogo hapa Point Zero, sababu watu wanaanza rudia na kufanya matukio. Leo vilianza kabisa, lakini hapo tuwe pale adui angali pale kwa ngambo ya hapa Point Zero. Naona kama labda wamama nao tunaona labda kungali wasiwasi, lakini wanaendelea polepole na makazi, sababu serikali tunaona labda itafanya kazi zake. Umesema kwamba leo kumekushinda usalama. Je, watu wote wametoka tayari, wameanza kazi zao kama kawaida hapo Point Zero? Wanaanza kama kawaida, lakini wamoja walitoka kabisa. Tukaona na kidogo hapa kwa soko ulifika, tuliona labda Mungu anaweza nasaidia serikali pamoja na Mungu. Serikali hayalisema kitu, ilisema watu warejee na kila mtu akuwe nyumbani kwake, nayo itashughulikia makazi zake. Hakuna milio ya risasi iliyosika leo kabisa, kumeshinda amani. Hata soko kabisa zilifunguka leo zikalema, mpaka hivi watu wako ndani. Ujumbe wangu mimi saa vile kiongozi wa mji nasema kama ingekuwa mzuri irudie ikale hapa nyumbani, na serikali izidi tenda kazi zake kutungia raia usalama kabisa. Hiyo ndio ombi langu saa vile kiongozi wa mji. Hadi hapo msikilizaji, ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, na kushukuru kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru Joponzi, mwandishi habari Radio Kivu alisaidia kuziandaa, akiwemo Nikodem Kashindi, Bon Samaritain, Bokor Tantine, Aldama, Safari Limasidilwe, mchumba wa mkulima na Fatuma na wengine wote ambao nimeambatana nao. Mimi hapa nikusomea asubuhi ya leo ni Omari Makelele Ozil, upande wa pili nilisema kijana Jama Kelele Ikala Jadan, na kutakia siku ya Jumapili mwanana. Bye bye.